Yesu Kristo ni mfalme, mfalme wa mabwana, utawala wake si wa dunia hii, utawala wake ni wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. So utawala wake ni wa mbinguni. Ameruhusu, ameingia kwa shangwe, kwa sababu yeye ni Mungu, anajua kitakachotokea baadaye. Machache tu ya kukumbushana. Pilato kosa lake ni nini? Alikuwa ametambua huyu hana hatia, lakini alikuwa anaogopa macho za watu. Ni umati wa watu mwishoni, wale ndio walioamua. Akida, askari wa Kirumi aliyokuwa huku na mikuki kwa tu na mlinda kule, alichoona kilichofanyika, yale kitambaa tarehe kikapasuka, tetemeko kikatokeza, akasema huyu alikuwa mwenye haki. Mwishoni walipata akili kujua kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Hawa makuhani, hawa watawala kwa watu wanajua kwamba huyu hana hatia, lakini watu walikuwa wanajua hana hatia, lakini kilichopeleka wao wakasema asulubishwe. Wao wanajua wao wenyewe unafiki, watu kutokuwa wakweli. Na aina watu hawa makundi hawa wapo leo pia, wanakushangilia leo, wanakusifia leo, kesho kutwa wanakugeukia. Mara nyingi unasaliti wengine kwa sababu ya macho ya wengine. Inakuwaje? Sasa tutakosa urafiki wa huku kama Pilato alivyofanya. Tuliona hapa mara 3 Pilato alikuwa hajaona kosa lake, na alisema kwamba mbona mtu huyu umeleta kwangu sione kosa lake. Hajaona kosa lake, lakini sauti yanaendelea kwa nguvu, tumuondoe huyu, tufungulie Baraba aliyehukumiwa kwa fitina na uwaji. Watu wamemtaka afunguliwe. Yesu asiye na hatia wametaka asulubishwe au wawe. Bahati mbaya wamejaa kanisani, wanasikia neno la Mungu na neno haliingii. Wanakuja wanapokea kanisa takatifu kwenye tumia, lakini hawa ndio mwenye kutoa kashfa kali mbaya dhidi ya kanisa, wanakwamisha kazi ya Mungu. Baadhi yao ni viongozi wa tumia, baadhi yao ni viongozi wa masala walei, baadhi yao ni wale ambao wameshika nafasi mbalimbali. Hawawezi kusimamia ukweli kwa sababu ya maslahi yao. Unamnunia chupa moja ya ndovu au Serengeti, anakusaliti, anasema viongozi vibaya, anachafua kanisa bila hata kujali. Tunaiona kila siku. Yesu alipitia haya yote, lakini alikuwa akitumainia Baba yake hata mwangusha. Na mwishoni kama tutakavyoona, na Mungu hakuweza kumwangusha kwa sababu alimwamini Mwenyezi Mungu. Hata katika uchungu wake alisali, Baba, ikiwa haiwezekani mapenzi yako yatimizwe, kikombe hiki kiniepushe, lakini sio mapenzi yangu, mapenzi yako. Ndio maana mara nyingi hata kwenye dhiki yako, kwenye matatizo yako, muachie Mwenyezi Mungu. Mara nyingi watu wanaweza kutamani, wanaweza kutambua wewe ni wa aina gani mwishoni. Inaonekana imechelewa. Lakini kitu ambacho ni muhimu za Wakristo wangu wapendwa, tusiwe kama Pilato mara nyingi katika maisha yetu, katika uamuzi wetu, kwenye mambo yetu ya kila siku. Mara nyingi huwezi ukajitetea. Anayekutetea, mtetezi wa kweli ndio Mwenyezi Mungu. Watu wanaweza kufanyia chochote wanachoweza, hii ni macho za watu, lakini mara nyingi uogopa Mungu anakufikiaje. Mungu anaweza akakusimamia hata mpaka siku za mwisho. Tuwe watu wenye haki. Sijui nimesimulia hii hapa kwamba kuna wakati Idi Amin wa Uganda alikuwa anatawala kule Uganda. Alipokuwa anatawala, akaja kwenye parliament wa bunge akiwa ameamua ili abadilishe jina la nchi iwe jina lake. Nchi alitaka kubadilisha kuanzia kupitia Uganda iwe sasa Idi. Wote wameshakubali kwa sababu walikuwa wanaogopa. Sasa huyu tukipinga uamuzi wake hatatuua. Mimi siwezi. Wameshakubali. Lakini sauti ya baba mmoja akasimama akasema, lakini mheshimiwa,
wazo lako ni mzuri, lakini unajua kuna nchi inaitwa Cyprus na watu wa Cyprus wanaitwa Cyprus. Kuna nchi inaitwa Tanzania, watu wa Tanzania wanaitwa Tanzanians. Sasa ukibadilisha nchi yetu kuwa idi, sasa sisi tunakuwa idiots. Tumsifu Yesu Kristo. Na idiots maana yake ni wapumbavu, na dunia nzima watatuona kama wapumbavu. Unajua wengine tu wameshakubali kwa sababu wanaogopa, lakini sauti hii moja imesimama, imeeleza ukweli. Ija mimi nakaangalia sema sasa nimekubali, sasa nimeamua kwamba nimeona kwamba tuna watu wawili wenye akili hapa tu, mimi na wewe, wengine hawana akili. Tumsifu Yesu Kristo. So kwa sababu hiyo nimekuelewa, nchi jina litaendelea kubaki Uganda, haitakuwa iti tena. Tumsifu Yesu Kristo. Mambo yanaharibika wakati waaminifu wanaponyamaza. Mambo yanaharibika wakati wazee wale ambao wanatakiwa kuongea ukweli, kueleza ukweli, yanaharibika. Mambo yanaharibika wakati tunataka watu wanasema nini. Mara nyingi msemo wa watu sio ya kweli. Sasa angalia, Yesu sasa sauti imepazwa na mtu asiye na hatia. Wanamhukumu afe asiye na hatia. Sio lazima ushahidi wa watu wengi naweza kuwa kweli, hapana. Kuna kitu moja niliweka kwenye mtandao siku moja. Ilikuwa umati wa watu, barabara ilikuwa mbili. Wote walikuwa wanaelekea upande wa kushoto. Mtu mmoja tu alikuwa anaelekea upande wa kulia peke yake. Alikuwa anajua hii njia sahihi, njia ya kweli. Hakufuatana na umati wa watu. Siku hizi tunafuata na umati wa watu. Watu kusema ukweli sasa ni hata kusimamia ukweli. Na Yesu amefundisha utajua ukweli, ukweli utakuweka huru. Lakini haya yote Mungu ndiye anayeyajua. So katika Dominika hii Yesu anaingia katika mateso yake makali. Na haya yote ni kwa ajili yetu. Ndio maana katika somo la pili la leo kutoka barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi, alijinyenyekeza. Alikuwa Mungu, alikuwa ina namna ya Mungu, lakini amejinyenyekeza, akawa mtii, akachukua msalaba wake, akafa kwa ajili ya mimi na wewe ili apate kutuokoa. Umefanya nini kwa ajili ya imani yako? Kwa ajili ya familia yako? Unaweza ukajinyenyekeza kwa ajili ya familia yako, ukachukua msalaba, ukavusha familia, au unataka wote waangamizwe? Tuombe neema na neema ya Mungu atusaidie. Yesu amefanya kila ambacho anastahili kufanya kwa ajili ya kwa utukufu wa Mungu. Kama yeye ni Mungu kwa ajili yetu, wewe utafanya nini kumsindikiza katika juma hii, katika wiki hii takatifu?